Wakati inasubiriwa mechi kubwa marejeano kwenye grupu B ambapo Yanga wanakwenda kurejeana na Al Ahly, na kikosi cha Yanga bwana tayari kikiwa kule visiwani Zanzibar kwa ajili ya maandalizi ya mchezo huo utakaopigwa siku ya Jumamosi, utakaopigwa siku ya tarehe 31 majira saa 10 kamili jioni pale New Amani Complex. Sasa basi Waarabu tayari wameshatua pale visiwani Zanzibar kwa ajili ya maandalizi ya mchezo huo, mchezo mkubwa kweli kweli ambao Yanga dhamira yao kubwa ni kupata ushindi ili kuweza kujitengenezea mazingira kwenye kundi hilo. Mpaka sasa ukilitazama kundi hilo, Al Ahly ana alama 7, Yanga akiwa na alama 4, huku AS FAR Rabat akiwa na alama 2 na JS Kabylie akiwa na alama 2 pia. Kwa hiyo utaona namna ambavyo ushindani ni mkubwa. Al Ahly akitamani kupata ushindi kwenye mchezo huu ili kuweza kujitengenezea mazingira mazuri ya kufuzu mapema kabisa baada ya kumfunga Yanga pia goli 2-0. Sasa basi kama ulivyo utamaduni wa Waarabu bwana, Waarabu tayari walitanguliza advance team ambayo ilikuwa imesheheni kila kitu ambacho ni mahitaji ya wachezaji, lakini pia advance team ambayo ilitangulia kwa ajili ya kutafuta hoteli maalum kabisa ambayo wao watakuja kuitumia, lakini pia kutafuta magari maalum ambayo yatawasafirisha kutoka uwanjani na hotelini kuelekea uwanjani, lakini pia kwa ajili pia ya miundombinu yote ambao wao watahitaji kwa ajili ya kukamilisha mchezo huo. Waarabu bwana wamekuja mpaka na chakula chao kwa ajili ya mchezo huu. Hii imekuwa ni utamaduni wa Al Ahly kufanya hivyo. Kubwa zaidi, kwa nini wanakuja na vyakula vyao na mahitaji yote na maji ya kwao. Sasa kwa nini Al Ahly amekuwa akiwa na utamaduni wa kutembea na vitu vyote hivyo, kiwemo vyakula, maji, lakini pia mahitaji yote ambayo amekuwa akitembea nao? Cha kwanza, anafahamu utamaduni wa soka la Afrika Mashariki baada ya kukutana na Simba kwenye misimu kadhaa. Simba pia waliweza kumuonyesha maandalizi makubwa nje ya uwanja na mambo makubwa ambayo alifanywa nje ya uwanja. Sasa ni kwenye mahitaji maalum ambayo yamekuwa akichelewesha kutokana na hujuma za nje ya uwanja ambazo kwa sasa zimekuwa zikifanyika kwenye soka la Afrika, hasa pia wakati anakuja ukanda huu wa Afrika Mashariki. Amekuwa akikutana pia na changamoto hizo, mbali na kukwepa hujuma hizo, huja na vyakula vyao katika mechi za ugenini ili kuhakikisha wachezaji wanapata lishe maalum bora na salama inayosimamiwa na wataalamu wao wa lishe. Hii inasaidia kuzuia magonjwa ya tumbo, kudumisha kiwango cha juu cha utendaji wa wachezaji na kuepuka mabadiliko ya ghafla ya chakula ambayo yanaweza kuathiri utamaduni wa mwili. Hii imekuwa ikifanyika sana na Al Ahly na wametua pia na chakula hicho, lakini pia wanazingatia sana usalama wa lishe, kuhakikisha chakula hakina viambata vinavyoweza kuumiza tumbo, lakini pia uzoefu wa kitaalamu, lakini wataalamu wa lishe wa Al Ahly usimamia kila mlo namna ambavyo unaweza, lakini pia kubwa zaidi anakudumisha utendaji wa lishe bora kwa wachezaji kuelekea kwenye mchezo huo. Waarabu wamekuwa wajanja sana kunako michuano hii. Wanafahamu pia soka la Afrika kwa sasa limekuwa likiandamwa na hujuma za hapa na pale nje ya uwanja. Kwa hiyo tahadhari zote wamezichukua kuelekea mchezo huu, wakitua pia na vyakula vyao, maji pia sehemu ya vitu walivyovichukua kwa ajili ya mchezo huu. Kinachowasaidia kikosi cha Al Ahly kusafiri na vifaa vyote hivyo ni kutokana pia na kuwa na ndege yao maalum, private jet ambayo ina uwezo mkubwa wa kuchukua kila kifaa, tofauti na vilabu vyetu vya Tanzania ambavyo wamekuwa vikitumia mashirika mbalimbali kwa ajili ya kusafiri wanapoelekea kwenye michezo mikubwa hasa ya CAF Champions League. Lakini kwa Al Ahly wao wana private jet ya kikosi hicho na kila mahitaji wameshachukua. Tayari wametua pale visiwani Zanzibar na nyota wengi wakiwepo pia ambao wametua pale, na cha kufurahisha pia baada ya kutua pale visiwani Zanzibar hawajaruhusu waandishi kuwasogelea wachezaji hao wala kuzungumza chochote kuelekea mchezo huo. Lakini wao advance team yao ambayo ilitangulia kwa ajili ya kutafuta hoteli na gari, pamoja na yote Al Ahly wamesusia pia gari ambalo liliandaliwa na kikosi cha Yanga kwa ajili ya kuwabeba, kuwapeleka, kuwatoa airport kuwapeleka hotelini. Lakini inadaiwa pia
tayari mashabiki wa Al Ahly wameshatua visiwani Zanzibar kwa wingi, ikiwemo pia mashabiki wa Esperance de Tunis ambao wako pale visiwani Zanzibar kushuhudia mchezo huo. Baada ya hapo watavuka pia kuelekea jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kushuhudia pia mchezo wa Simba dhidi ya Esperance de Tunis. Ukiwatazama Al Ahly ni kama wanautaka mchezo huu kwa kiasi kikubwa sana, kutokana na namna kundi lilivyosimama, kundi ambalo linahitaji Al Ahly apate ushindi tu ili kuweza kujihakikishia alama 10 ambazo hakuna timu nyingine ina uwezo wa kupindua. Na kama Al Ahly atapoteza mchezo huu basi itamlazimu pia kwenda kutafuta matokeo kwenye michezo miwili ya mwisho. Na kwa nini Al Ahly? Ambapo kwenye michezo miwili ya mwisho anacheza dhidi ya kikosi cha JS Kabylie ugenini, lakini baada ya hapo Al Ahly atakuja kumaliza na AS FAR Rabat nyumbani tarehe 13. Kwa hiyo utaona namna ambavyo anaona nafasi ya kuweza kuchukua alama mbele ya Yanga rahisi kwake, tofauti na kwenda kugombania na Mwarabu kama JS Kabylie ambaye kimehesabu pia ana nafasi kubwa kama atashinda michezo mitatu ya mwisho kufuzu kuelekea kwenye hatua ya robo finali. Binafsi kwa Yanga, maandalizi aliyofanya jana, pia tumeona Clement Mzize akiwa kwenye mazoezi pale visiwani Zanzibar pamoja na wachezaji wote wa kikosi cha Yanga. Kama Clement Mzize atarejea kikosini kupitia mchezo huu, huenda ikawa ni faida kubwa sana kwa Yanga kwenda kumtumia kwenye mchezo huu na kuweza kupata matokeo. Safu ya shambuliaji ya Yanga imekuwa compact, timu nzima inacheza ufundi zaidi, lakini pia uwezo wa mchezaji moja moja umekuwa ukidhihirika. Kwa hiyo si mchezo rahisi. Anafahamu kabisa Al Ahly ya kwamba ukanda Afrika Mashariki ni miongoni mwa ukanda mgumu kweli kweli. Yamemtokea hivyo kwa wekundu wa Msimbazi Simba alipokutana nao kwenye misimu kadhaa nyuma, lakini pia dhidi ya Yanga pia, na amekuwa hana matokeo bora zaidi anapokuja kucheza kwenye ardhi ya Tanzania. Safari hii anakwenda kucheza New Amani Complex, uwanja ambao kwake yeye ni kama anaona nafuu baada ya kukwepa dhahama ya uwanja wa Benjamin Mkapa.